inatakiwa tuwe wapole kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali Allah anamwambia mtume, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik. Walau kunta faddan, laiti we Muhammad ungekuwa ni mbabe, ghalidhal qalbi, moyo mgumu, lamfaddu min hawlik, watu wote wangekukimbia, wangekutoroka, kila mmoja angeshika njia yake, wasingekufuata. Tizama tu mtu ambaye ni mkali shida, kama watu wako pamoja naye watakuwa pamoja naye kimaslahi tu. Kama watu wataungana naye kimaslahi, lakini hawamtaki hata kidogo. Lakini mtu akiwa mpole, mtulivu, watu wataungana naye kimoyo kweli, sio kimaslahi. Na ukitaka kujua ndio hivyo, laiti wewe na ukali wako tu ukapotea tu ukatoweka, wote wanahema, afadhali. Kwa sifa ya upole ni sifa ya watu wa peponi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wama tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Hakuna yeyote atakayenyenyekea, atakayekuwa mnyenyekevu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah atamnyanyua mtu yule. Hivi nisiwaambieni, nisiwaelezeni watu wa peponi ni watu aina gani? Masahaba wakasema, bala ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, kullu dha'ifin mutada'if law aqsama ala Allah la barra. Watu wa peponi ni watu ambao kullu dha'ifin mutada'if au kullu dha'ifin mutada'if, kila dhaifu mnyenyekevu. Mtu dhaifu ambaye hana akili ya kumuongoza kwenye kufanya mema, kufanya mazuri. Sio dhaifu pungwani wa akili, la, ana akili timamu, lakini alivyo dhaifu, yani yeye badala ya kufuata maamrisho ya Allah anafuata maamrisho ya nafsi yake, anafuata maamrisho ya shetani, ndio maana akawa dhaifu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, huyo ni dhaifu ambaye hana akili, yani dhaifu ambaye hana akili ya kumkataza maovu, kumkataza kufanya maovu. Akili anayo, lakini akili yake haimkatazi kufanya maovu. Ina maana anafuata matamanio ya nafsi yake, jinsi nafsi yake inavyomwamrisha ndivyo anavyofanya. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati at-tayr. Wataingia peponi watu ambao nyoyo zao ni nyepesi, ni laini kama vile nyoyo za ndege. Yani watu ambao ni wapole, walaini, wakarimu, watulivu, wanyenyekevu. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati at-tayr. Wataingia peponi watu ambao nyoyo zao ni laini, ni wataratibu, nyoyo zao ni kama vile nyoyo za ndege. Ndio watu wa peponi, na ndio hawa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba. Yani mtu yule ni mpole, ni mkarimu, ni mlaini, ni mnyenyekevu kwa wale ndugu zake wa karibu. Baba yako wewe ni mpole kwake, mama wewe ni mpole kwake, kaka ni mpole kwake, dada ni mpole kwake, shemeji ni mpole kwake. Ina maana wewe wale watu wako wa karibu ni mpole kweli, yani ni mnyenyekevu, hauna kiburi kisa Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia una pesa. Na kuna baadhi ya watu kisa tu wamejaliwa hela, basi utawakuta wanawachukia ndugu zao, watu wao wa karibu, wanawabeza, yani wanaketi mbali nao, wanawafanyia mabaya, maovu. Haitakiwi hivyo. Inatakiwa uwe mpole kwa watu wako, kwa jamaa zako wa karibu. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba. Na mtu ambaye ni mpole, moyo mlaini kwa kila mtu wake wa karibu, na sio kila mtu wake wa karibu tu, wa muslimun. Vile vile pia mtu yule ni mpole kwa Waislamu wote, ni mpole kwa watu wote. Ina maana sifa ya upole amesifika nayo. Watu wake wa karibu ni mpole kwao, vile vile pia watu wake wa mbali ni mpole kwao. Watu wakimuona mashaallah wanatamani kuwa pamoja naye. Watu wakimuona hawamuogopi. Watu wakimuona yani wanataraji, wanataka muda wote wawe pamoja naye kwa ule upole wake. Na ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa watoto wakimuona wanamkimbilia,
huyu akiwa anamshika mkono huku, huyu anamshika mkono huku, huyu mtoto anamvuta Mtume, twende ukaangalia mchezo wangu, huyu twende huku, twende huku, yani anamvuta mikono huku na huku. Mtume SAW, angalia huyo kiongozi ambaye mashaallah ni kiongozi adhim, lakini kwa watoto wote wanampenda. Watoto wakimuona wote wanamkimbilia, si wanamkimbia. Lakini leo hii baadhi ya watu, baadhi ya wazazi, anapobisha tu getini kwake pale, akisha watoto wakishajua ni baba huyo, kila mmoja anapotea wa uvunguni, ataingia uvunguni. Kama walikuwa sebuleni, yani wote wanasambaratika, pap, kila mmoja ashashika njia yake. Tabia hiyo sio sahihi. Inatakiwa yani mashaallah uwe mpole kiasi ya kwamba watoto wanapokusikia huko getini, wote wanakimbilia pale getini, kila mmoja anataka kukupokea. Sio wanaposikia tu baba huyo getini, kila moja, na mke mwenyewe pia tayari ile amani aliyokuwa nayo yote imetoweka, anakuwa sana anaogopa hasa. Maana hapa anaweza kazabuliwa kofi, anaweza kapewa labda ufala fulani, yani limradi tu